Kutoka sura ya 20 inatupatia amri ya upendo na tumaini. Ili ujue ya kwamba amri ya Mungu kama ilivyoandikwa katika Kutoka, au amri za Mungu kama zilivyoandikwa katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 ni amri zilizojaa upendo na tumaini. Utaigundua hiyo utakaposoma fungu la kwanza na la pili. Fungu la kwanza la Kutoka sura ya 20, Biblia inasema, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Mungu anaanza kuitoa amri yake kwa kujitambulisha yeye ni nani, na anatamani hawa anaowaandikia amri zake wasisahau ya kwamba wamepewa na nani. Anawaambia, mimi hapa ndiye Bwana Mungu wako, mimi ndiye niliyekutoa katika nchi ya Misri, mimi ndiye niliyekukomboa, mimi ndiye niliyekuokoa, mimi ndiye niliyekushika, mimi ndiye niliyekubeba, mimi ndiye niliyekuinua, mimi ndiye niliyekuponya ukiwa unaumwa, mimi ndiye niliyekubariki ukapata ajira, mimi ndiye nilifungua milango ukapata kazi, mimi ndiye niliyekupatia mwenzi wa maisha, mimi ndiye niliyekupatia watoto. Sina uadui na wewe. Yote ninayoyafanya na yote ninayokuambia, ninakwambia kutoka katika upendo wangu. Na naanza kwa kuambia, msisahau mimi ndiye niliyewatoa Misri katika nyumba ya utumwa. Mimi ndiye ninayetaka muwe huru. Nimepambana na kufanya yote yawezekanayo ili muwe huru. Therefore, kwa hiyo ninapokupa amri, ninapokupa sheria, ninapokupa maelekezo, sikupatii ili nikubane, sikupatii ili nikuonee, sikupatii ili nikupe wakati mgumu. Yote ninayokupatia, ninakupatia kutoka katika moyo wa upendo, na ninakupatia ili uishi kwa furaha, tena ukifurahia uhuru. Isingekuwa na maana Mungu kuwatoa Misri ili awafanye tena kuwa watumwa wake. Anasema, mimi ninaupenda uhuru wenu, ninauthamini uhuru wenu, ninaujali uhuru wenu, nimepambana ili muwe huru. Na hii ndiyo mara ya kwanza Mungu alitoa sheria yake kwa maandiko. Lakini haimaanishi ya kwamba hii sheria haikuwepo. Unajua, watu wanadhani kwamba sheria za Mungu zilianza pale kwenye Kutoka sura ya 20. No. Neno liko wazi, sheria ya Bwana ni ya milele. Ilikuwepo kabla, ipo sasa, na itakuwepo milele zote. Kwa hiyo hapa katika Kutoka sura ya 20, hapa tu ni Mungu alikuwa ameiandika kwa chanda cha kidole chake. Ndio kwa mara ya kwanza wamepewa kwa maandishi, lakini sio kwamba haikuwepo. Kwa nini pastor unasema kwamba hii sheria ilikuwepo kabla ya kuandikwa? Yohana wa kwanza sura ya 3 fungu la 4, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa maana dhambi ni uasi. Neno la Kiingereza linasema sin is the transgression of the law. Dhambi ni uasi wa sheria. Kwa hiyo ili dhambi iingie duniani, maana yake ni kwamba sheria imevunjwa. Muulize jirani yako, uko pamoja na mchungaji? Mwambie hiyo umeielewa. Ili tuwe na dhambi ni lazima sheria ivunjwe. Maana dhambi ni uvunjaji wa sheria. Na unaposoma sasa, nataka nikupe uthibitisho kwenye Biblia kwamba kabla ya Kutoka sura ya 20 sheria ya Mungu ilikuwepo. Utakaposoma Mwanzo sura ya 4 fungu la 7, Mwanzo sura ya 4 fungu la 7, Kaini amemuua mdogo wake. Neno linasema, Mungu ndo anamwambia Kaini, kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko. Na kama dhambi ni uasi wa sheria, na Mwanzo sura ya 4 inaongelea habari ya dhambi, maana yake sheria iko. Maana bila sheria hakuna dhambi. Tukiwa na sheria ndio inatufanya tujue kwamba hii ni dhambi. Walionielewa waseme amina.
Mwanzo sura ya 26 fungu la 5. Sikia maneno ambayo yanasemwa hapo: kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu. Hii ni Mwanzo sura ya 26. Hatujafika kwenye kitabu cha Kutoka. Ndio maana nasema kwenye Kutoka sura ya 20, ile ni mara ya kwanza wanapewa sheria ya Mungu iliyoandikwa, lakini kabla ya kuandikwa ilikuwepo. Na ndio maana Mungu anasema huyu Ibrahim sio tu alihifadhi maagizo yangu, lakini hata amri zangu alizishika. Kifika Mwanzo sura ya 39, kuna kisa kizuri sana pale cha kijana mdogo anayeitwa Yusufu. Yusufu ameuzwa kule Misri na ameuzwa nyumbani kwa Potifa. Potifa ni mkuu wa majeshi. Potifa ana mke wake mama mmoja mshangazi, wale ambao wakioga ndoo moja robo tatu inaishia mahali na ile nyingine ndio inayoangukia, kama alivyosema Pastor Biene, sio maneno yangu. Huyu mshangazi akamtazama Yusufu akamtamani. Mashangazi tunawakemea katika jina la Yesu. Cheni kuharibu watoto wa watu. Mama mtu mzima, una aibu wewe? Shindwa kabisa. Hala, wewe maisha yako yamesha kuvuruga, unataka kuvuruga watoto wa watu. Mshangazi ukamcheki Yusufu, kijana handsome, tena mchapakazi. Yaani Yusufu akiwa anafutafuta meza, mama anaangalia misuli tu, muscles zinaingia zinatoka, anasema huyu atanifaa. Potifa mume wake bize, mkuu wa majeshi, mtu wa vita, mambo ya nchi za mbali, wababa. Unaweza ukawa unapambana familia, unapambana vita za mbali na vita za nyumbani unashindwa. Usiseme sikukwambia. Mama akaanza kuonyesha namna fulani ya kumtaka Yusufu. Hakuanza kwa kusema bihene, alianza kwa kutembea na nguo za kulalia, yaani zile ambazo ni gauni lakini linaonyesha kila kitu. Yusufu, mama akipita huku Yusufu anaangalia huku, mama akipita huku Yusufu anaangalia huku. Mama akasema huyu haelewi. Siku moja mama huyu akachoka, akamwambia Yusufu, bwana mzee hayupo, wewe ndio mwenyewe. Yaani mimi nikikuona wewe ni kama namuona mzee. Mashangazi wana lugha za kuvutia, tunawakemea katika, yaani eti akimuona Yusufu ni kama amemuona mkuu wa majeshi ya nchi. Yusufu mtumwa. Mwanzo 39 fungu la 9. Yusufu anamjibu yule mama na kumwambia, hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi. Yusufu anamwambia, wala hakuniuzulia kitu chochote ila wewe. Yaani yule mume wako ameniambia naweza nikagusa vyote isipokuwa wewe, kwa kuwa wewe mkewe. Nifanyaje ubaya huu mkubwa nikamkosee Mungu wangu? Yusufu alijua kwa kutembea na mama yule atakuwa amezini, na kwa kuzini ameivunja na kuiharibu sheria ya Mungu. Alijuaje kama ilikuwa haipo? Yakobo katika Mwanzo 35 fungu la 2, Yakobo akamwambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni. Na kumbuka amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Yakobo alijuaje ya kwamba miungu migeni haitakiwi, ni Mungu wa mbinguni peke yake, kama sheria ilikuwa haipo? Sheria haikutolewa kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 20, iliandikwa kwenye pale mlima Sayuni, lakini kabla ya Sayuni sheria ya Mungu iliyokuwepo. Kama unaonielewa sema amina. Mwanzo sura ya 2, kabla hata dhambi haijaingia, ili ujue kwamba dhambi sio matokeo ya sheria. Kuna watu wanadhani kwamba eti sheria iko hapa kuzuia dhambi. Hakuna. Kabla hata ya dhambi sheria ya Mungu, tabia yake iliandikwa. Mwanzo sura ya 2 fungu la kwanza mpaka la 3, basi mbingu na nchi zikamilika na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba. Na unaposoma pale, tumesoma katika Kutoka sura ya 20 kuanzia fungu la 8, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Huku tena tunaambiwa Sabato imetakaswa. Nataka nikwambie, sheria haikuanzia Sayuni na Musa,
ilikuwepo kabla. Pastor, sheria ilikuwa wapi sasa? Mbona unatumia tu nguvu nyingi kutuambia ilikuwepo? Yeremia sura ya 31 fungu la 33, bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Sikia Yeremia 31:33, nitaitia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika. Kabla sheria haijaandikwa Sayuni, Mungu aliweka sheria yake ndani ya moyo wa kila mwanadamu, na ndani ya mioyo yetu aliandika. Warumi sura ya 2 fungu la 14 na 15. Sikia hii, maana unaweza ukasema Mungu aliandika kwa watu wake tu, aliandika kwa watu wanaompenda, kwa watu wanaomheshimu, sisi wengine hii haituhusu. Warumi sura ya 2 fungu la 14 na 15, kwa maana watu wa mataifa ni watu wasiomjua wala kumpenda Mungu. Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Torati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Fungu la 15, hao waionyesha kazi ya Torati. Torati inaweza ikatumika kama sheria. Hao waionyesha kazi ya Torati iliyoandikwa wapi? Kabla sheria haijatolewa pale mlima Sayuni, Mungu aliandika sheria yake katika mioyo yetu wanaokubali wafanye namna hii. Hivyo ndivyo asemavyo Bwana. Sheria ya upendo. Yohana wa kwanza sura ya 4 fungu la 19, sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Niliwaambia hapa, baada ya adui kuingia paradiso na baada ya mwanadamu kuanguka dhambini, moyo wa mwanadamu umekuwa ukitafuta uadui na Mungu. Mwanadamu amekuwa akimkimbia Mungu. Mwanadamu amekuwa akimkataa Mungu. Pale bustanini tunamsikia Mungu anamtafuta Adam, anasema Adam, Adam uko wapi? Na Mungu anasema yeye alitupenda sisi kwanza, kabla hata hatujawa na fikara za kumpenda, yeye alitupenda. As a matter of fact, tuko hapa leo kwa sababu yeye alitupenda kwanza. Ni upendo wake ndio uliomsukuma kukuumba wewe na kuniumba mimi. Si kabla sijaenda mbali nikwambie tu hapa, usitishwe na watu. Ili mradi Mungu anakupenda, hiyo inatosha. Kuna watu tumekuwa bize, tunalamba miguu ya watu tukitafuta kupendwa, kubembeleza upendo, kufanya nini? Ngoja nikwambie, hata dunia yote ikukatae, ili mradi Mungu anakupenda, hiyo inatosha. Kuna mtu anayajua mapenzi ya Mungu, lakini anaogopa kukataliwa na watu, anaogopa kutengwa, anaogopa kutimiza mapenzi ya Mungu ili asiache kupendwa na wanadamu. Biblia inasema Mungu alitupenda kwanza. Na Yohana sura ya 15 fungu la 16 iko bayana kabisa, sio sisi tuliomchagua Mungu, bali ni yeye aliyetuchagua kwanza. Kabla moyo wako ukitafuta uadui na Mungu, yeye alikuwa anakupenda. Anakupenda sasa, atakupenda kesho, atakupenda milele zote. Na tumaini lenye baraka linasema kwa upendo wake atakuja kukutoa kwenye dunia hii ya dhambi. Kwa hiyo tuko hapa kwa sababu Mungu anatupenda. Anatupa sheria yake kwa sababu yeye
anatupenda. Yohana wa kwanza sura ya 5 fungu la 3, Biblia inasema kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Sasa tumeshajua anakupenda, na wewe unasema ninampenda. Ngoja nikwambie maana ya kumpenda Mungu ni nini. Yohana wa kwanza 5:3, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Kumpenda Mungu sio tentelete. Kumpenda Mungu sio ngonjera. Kumpenda Mungu sio kuimba tu, mimi nampenda Yesu, wewe wampenda Yesu, sisi twampenda Yesu. Kumpenda Mungu sio maneno. Biblia inasema maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake. Na kwa sababu ni za upendo, hizo amri si nzito. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengi tunaodai ya kwamba tunampenda Yesu, lakini tumezikataa amri zake. Kumpenda Yesu sio kuimba kwaya. Kumpenda Yesu sio kuhubiri kama ninavyohubiri hapa. Uthibitisho na ushahidi ya kwamba umeitikia upendo wa Yesu kwa kumpenda yeye pia ni pale utakapozishika amri zake. Na Yohana 14 fungu la 15, Biblia inasema mkinipenda, wana Njombe, mkinipenda, wana Tumaini lenye Baraka, mkinipenda, kama kweli unampenda Mungu, kama kweli unachosema kinatoka moyoni, kitadhihirika. Sio kwa unavyosema, sio kwa unavyoomba, sio kwa unavyoimba, sio kwa unavyofunga na kuomba. Kama kweli unampenda Yesu, neno linasema uthibitisho pekee ni kwamba utazishika amri zake. Mtazame jirani yako, mpe tabasamu. Dada mmoja akaniandikia akasema, Pastor, unaposema mtazame jirani yako, alafu sisi wengine tuliko nyumbani peke yetu, hatuna mtu. Hata wewe net event ijayo Bwana atakuwa amekupatia. Bwana Yesu asifiwe. Mtazame jirani yako, muulize jirani, hivi unampenda Yesu? Amesemaje? Amesema hivyo hivyo? Amesema ndio. Muulize swali la pili, kama kweli unampenda, unazishika amri zake? Sasa hapo unaona wengine wanaanza kutabasamu kwa aibu, wengine macho yanaanza kuanguka chini. Kaza macho, mumtazame mchungaji. Hata kama unajifanya unampenda lakini uzishiki amri zake, tumeleta neno ili kuanzia leo utembee katika upya wa maisha. Ngoja nikwambie kitu kizuri sasa. Siku zote Mungu alipopenda, alithibitisha kwamba anapenda kwa kutoa. Ile Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akafanya nini? Waefeso 5:25, mnaikumbuka ile? Enyi waume, haya ndio mambo ya mzee Bihene na ndio mtaalamu wa haya atakuja kuyaeleza. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Halafu akafanya nini? Akajitoa. Kwenye Biblia upendo wa Mungu siku zote unaendana na kutoa. Lakini upendo wa mwanadamu kwa Mungu unathibitishwa kwa utii. Mkinipenda mtazishika amri zangu, hamna cha kunitolea. Mkinipenda mtanitii na kutembea sawa sawa na mapenzi yangu. Uthibitisho ya kwamba unampenda Yesu, uthibitisho ya kwamba tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili linawaka ndani yako, ni pale utakapoamua kuitikia upendo wake wa kumtoa Kristo kwa kuzitii amri zake. Sema amina. Lakini sasa
Siku moja Yesu akaulizwa swali na kijana mmoja katika Mathayo sura ya 22 fungu la 36. Nasoma mpaka fungu la 40. Mathayo 22:36 mpaka 40. Kijana mmoja akamwambia, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Yesu akamsamaraizia huyu kijana, akasema amri iliyo kuu ni upendo. Upendo kwa nani? Upendo kwa Mungu. Upendo kwa nani? Upendo kwa wanadamu wenzako. Na Yesu anaposema upendo kwa Mungu na upendo kwa mwanadamu, amesummarize amri 10. Kwa sababu ukiwa mwanafunzi mzuri wa Biblia, ukatazama zile amri 4 za kwanza, zinaonyesha upendo wa mwanadamu kwa Mungu, na zile amri 6 za mwisho kwenye zile 10 pale kutoka sura ya 20 zinaonyesha upendo wa mwanadamu kwa mwanadamu. Usiwe na miungu mingine ila mimi, hiyo ni ya Mungu. Usijifanyie sanamu ya kuchonga, hiyo ni ya Mungu. Usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure, hiyo ni ya Mungu. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase, siku 6 fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya nani? Hizo 4 za kwanza ni zake. Baada ya hapo anaanza sasa kusema hiyo ndiyo ya kwanza na ndiyo iliyokuu, na ya pili ni umpende jirani yako kama nafsi yako. Hii inaongelea zile amri 6 za hapa chini. Heshimu baba yako na mama yako. Baba yako na mama yako si ni wanadamu wenzako? Usiue, hiyo ni ya nani? Mwanadamu mwenzako. Usizini, kama utachagua kwenda kuwa mzinzi, utazini na wanadamu wenzako. Usiibe, unatuibia wakina nani kwenye daladala? Wanadamu wenzako. Usishuhudie uongo, kama unadanganya na unaotudanganya na kutupanga ni wakina nani? Wanadamu wenzako. Maana kuna wataalamu wa kupanga watu. Kaza macho we dada, unitazame. Hata kama umepanga watu huko mtaani, we nitazame tu, alafu utabasamu kana kwamba ni Sabato njema na mambo yake ni mema sana, hasa ya leo, hata kama kuna watu umewapanga kwa maneno ya uongo. Usitamani vitu gani? Nyumba, mke, mashamba, mifugo vya wanadamu wenzako. Kwa hiyo Yesu anapomjibu huyu kijana, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na hii ndio amri ya kwanza, alikuwa anaongelea zile 4 za kwanza ambazo zinamhusu Mungu. Mpende jirani yako kama nafsi yako, alikuwa anaongelea zile amri 6. Sasa hapa nataka nikuambie kitu fulani ambacho ni muhimu uwe makini. Ni muhimu uwe makini. Ni unafiki mkubwa sana kujifanya unampenda Mungu wakati hupendi wanadamu wenzako. Hiyo nilijua hamtasema amina, maana kuna watu hapa wanajifanya mimi nampenda Yesu, mimi naenda mbinguni, mimi na Yesu wangu tu, mimi na Mungu wangu, wengine siwaongeleshi, wengine sijali nini, mimi hata kama wengine mimi watu watoke kwenye seko yangu, niko kwenye safe space mimi na Jesus, it's only me and Jesus. Ndio maana hata kusema amina imekuwa ngumu, maana eti umejiaminisha ya kwamba unampenda Mungu ili hali umeweka mabifu mtaani, unasengenya watu. Ni unafiki mkubwa kujifanya unampenda Mungu na uwapendi wanadamu wenzako. Hata msiposema amina, amina zangu nimekuja nazo kutoka hotelini, ninazo mfukoni. Amen. Unajifanya tu mimi nampenda Mungu, nampenda Mungu. Ndio kile kisa cha Msamaria. Mlawi anajifanya yuko bize na mambo ya dini, wakati anaacha mwanadamu mwenzake anaangamia hapo. Ni unafiki. Unafiki. Tuna Wakristo wenye mabifu na kila siku wako kanisani. Kwaya anaimba sauti ya 3 ya juu, maana nimeambiwa kuna ya juu na ya chini.
Lakini kuna watu haongeleshani nao kwenye hiyo kwaya, na anajifanya mimi nampenda Mungu na namtumikia. Wewe ni mnafiki mkubwa, uache katika jina la Yesu. Pastor, mbona unatufokea sana? Yohana wa kwanza sura ya 4. Yohana wa kwanza sura ya 4 fungu la 20. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hamuoni. Mwache kutupanga na kutudanganya, mnajifanya wasafiri wa kwenda mbinguni, ili hali mumeweka mabifu na kuna watu mmekataa kuwasamehe. Sikiliza, amri ni hii: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, tena baada ya hapo mpende jirani yako kama nafsi yako. Hiyo ndiyo amri iliyokamilika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe kama kweli tumaini lenye baraka linawaka ndani yako na unasema unampenda Mungu, kabla hujalala jioni ya leo, tuma meseji za kutangaza msamaha kwa watu ambao mlikuwa msalimiani. Haya, unafiki namba 2. Ni unafiki kujifanya unawapenda sana watu wakati hauna mahusiano na Mungu. Wewe naye ni mnafiki. Kuna jeshi limekodishwa mahali huko. Naona liko vizuri. Tena wale ndio walitakiwa wahamie hapa, nyie mpigwe na baridi kule nje. Ni unafiki kujifanya mimi nampenda sana mke wangu wakati Mungu hauna mahusiano naye. After all, ngoja nikwambie ukweli, we mama, usidanganywe. Kama mume wako hana mahusiano na Mungu, huyo hakuna kitu hapo. Maana upendo tunaupata kutoka kwa Mungu. Sasa amepata wapi huo upendo ambao hajautoa kwa Mungu? After all, upendo wowote ambao uko nje ya Mungu ni upendo toxic. Toxic ni nini sasa, mnisaidie? Mumesema ni upendo hatari. Haya, jeshi la kukodisha inasema upendo wowote ambao uko nje ya Mungu, haujawa connected na mahusiano na Mungu, huo ni upendo hatari. Kaa mbali. Wewe dada uko hapa, kijana kanisani haendi, msikitini haendi, kwenye yale manani ya Wabudha, nayo mahekalu ya Wabudha haendi, halafu anakupanga ninakupenda, na wewe uko hapa, napendwa wapi? Ametoa wapi huo upendo? Kama hampendi Mungu, yeye kautoa wapi yeye? Unadanganywa. Ni upendo hatari. Hawa ambao wanajifanya wanapenda kuliko wanavyompenda Mungu, ndio mchumba wake akimkosea yuko radhi amuue kuliko aolewe na mtu mwingine. Kimbia. Kimbia, usidanganyike katika jina la Yesu. Kaa mbali. Na hatari ya pili ni hii hapa: kwa kuwa umpendi Mungu, huyo unayempenda ndio unamgeuza kuwa Mungu wako. Kwa hiyo ukiandikiwa message, zile message ndefu, Pastor Biene, unazijua zile ndefu zile kwenye WhatsApp, unasoma, unaambiwa read more, unabonyeza kinafunguka. Unaandikiwa message ndefu: sikupendi, na nywele zako sizipendi, kipilipili chako sikipendi, miguu unatembelea kama mikono, sikupendi. Unasema mimi kwa kuwa anipendi, na kwa sababu haujawa connected na Mungu, umemfanya kuwa Mungu wake, unasema mimi kama anipendi ninaenda kujiua. Hatari kujifanya unapendwa na mtu ambaye hajaunganishwa na Mungu. Mungu ndiye pendo. Kama mimi ninampenda Haika, upendo huo wa kwangu kwa Haika umetoka kwa Mungu. Na yupo hapa binti, mimi ukiniacha tu, wewe ndio oksijeni yangu. Sasa kama yeye ni oksijeni yako, Mungu ni nani? Umeiona hatari ya kupenda bila kuwa connected na Mungu?
Unafanya huo upendo unageuza kuwa kwa Mungu. Wewe ndio oksijeni yangu, moyo mkalia maini. Daktari atakuja kutuambia kama moyo na maini huwa vinakaliana, sijui, mimi bado sijasoma hiyo biology. Yani wewe ndio kila kitu kwangu, bila wewe mimi si kitu, si chochote. Ukiniacha dunia yote ni kama imeniacha. Wewe ni zaidi ya baba na mama. Akwambie yote hayo akiwa anampenda Mungu. Kama hayuko connected na Mungu, hatari, kimbia katika jina la Yesu. Kuna mama amekaa hapa anasema, sasa pastor, mimi mbona mume wangu anasema ananipenda na mpendi Mungu, nifanyeje? Hilo swali Pastor Bihene atakuja kulijibu, ni zaidi ya uwezo wangu. Yalionileta hapa ni haya ninayoyafanya. Kazi ya sheria ni nini? Kazi ya sheria ni nini? Moja, sheria inatusaidia kuitambua dhambi. Muda wetu umeisha sasa. Sheria inatusaidia kuitambua dhambi. Warumi sura ya 3 fungu la 20. Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. The only way unajua hiki ni dhambi, hiki si dhambi, hiki ni chema, hiki ni kibaya, ni kwa sababu sheria ndio itakwambia ukipita barabara hii zaidi ya spidi ya 50 umeharibu. Kama hamna kibao, kanyaga bati yote mpaka uende ukapindukie mbele, hujavunja sheria. Lakini ikisha kwambia tu kwamba barabara hii mwisho ni 50, hiyo 50 nakwambia ukienda zaidi ya hapa wewe ni mkosaji. Kazi ya kwanza ya sheria ni kukufanya uitambue dhambi. Warumi sura ya 7 na fungu la 7. Biblia inasema, tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha! Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria. Nisingejua kwamba hii kuzini ni dhambi kama sheria isingekuwepo. Nisingejua kwamba kuua ni dhambi kama sheria isingekuwepo. Tena anaendelea kwa kutoa mfano, anasema, kwa kuwa singalijua kutamani kama torati isingeliambia usitamani. Na ile amri ya 10 imetuambia usitamani mke wa jirani yako, nyumba ya jirani yako, mifugo. Usingelijua kwamba kutamani ni dhambi kama sheria isingekuwepo. Kazi ya kwanza sheria ni kukufanya uijue dhambi. Kama umenielewa sema amina. Kazi ya pili ya sheria, sheria inatuongoza kwa Kristo. Sheria inatuongoza kwa Kristo. Wagalatia 3:24 Biblia inasema, hivyo torati imekuwa kiongozi. Na nilisema neno torati linatumika interchangeably, linatumika kwa kubadilishana na sheria. Hivyo torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Sheria ndiyo imetushika ikatusukuma kwenye pendo la Kristo. Na tunapoingia kwenye pendo la Kristo, tukisukumwa na sheria, tunahesabiwa haki kwa imani. Sheria haikuokoi, lakini sheria inakusaidia uijue dhambi na utembee sawa sawa na mapenzi ya Mungu. 2, sheria inakuongoza. Torati inakuongoza. The law leads you to Christ. Sasa hapa kwenye swala la sheria au amri za Mungu kuna hatari moja, na dakika hizo chache zilizobakia nataka nimalize na hii hatari. Kuna makundi mawili ambayo yote ni ya hatari, Pastor Kamwene. Kundi la kwanza linasema mimi sitaki sheria. Sheria imeshapita, mimi na sheria hapana. Hawa ni hatari. Kundi la pili ambalo ni another extreme inasema mimi sheria ndio inayoniokoa. Sheria ndio itakayonitoa hapa duniani na kufanywa mrithi wa uzima wa milele. Hawa wanaosema wanaokolewa kwa sheria, hapana. Maana tulisoma Waefeso sura ya 5 nasema tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Halafu hawa wanaosema hatuitaki sheria, na tumesema huwezi ukajifanya unampenda Mungu wakati umeikataa sheria yake. Hawa wote ni hatari.
Na wote hawa unawaona kwenye Luka sura ya 15 kuanzia fungu la 11. Baba mmoja ana watoto wawili, mmoja ameikataa sheria. Anamwambia baba, mimi mambo yako siyataki, mahusiano na wewe sitaki, kupendwa na wewe sitaki. As a matter of fact, baba, jifanye kana kwamba umekufa hivi, nipe kilicho changu niondoke. Sitaki mambo yako, sitaki sheria zako, sitaki amri zako, nataka uhuru, niende mbali na wewe. Huyu ameikataa sheria. Mwingine akabaki nyumbani, kaka mkubwa. Na mwishoni mwa kisa tunaona ni kweli alikuwa anaishika sheria, lakini hana mahusiano na baba. Anaishika sheria, shambani alienda, kanisani alienda, vyote vya nyumbani alifanya, lakini bado mahusiano yake na baba ni mabovu. Maana ameishika sheria akidhani sheria itamuokoa nje ya Yesu, na bado hana wokovu. Kisa kinasema yule mdogo aliyeivunja sheria alipopata tumaini lenye baraka, sijui kama kulikuwa na effort huko nchi za mbali, sijui kama wahubiri walifika, sijui, lakini alipopata tumaini lenye baraka alirudi nyumbani chini tena ya mamlaka na upendo na mahusiano ya baba, akapokelewa. Wewe uliyeko hapa, yawezekana umetanga mbali na baba, yawezekana sheria ya Mungu haijawa na nafasi kwenye maisha yako, yawezekana umekwenda kinyume na sheria ya Mungu. Wewe unaenda kwa waganga wa kienyeji, Mungu humpi nafasi yake. Yawezekana wewe unaivunja sabato, umetanga mbali na sheria ya Mungu. Yawezekana ni mwizi, na labda kilichokuleta hapa jioni ya leo ni ili uibe. Yawezekana ni mzinzi, na kwenye simu yako labda una message za wake za watu. Ninataka kukwambia jioni ya leo, ukirudi kwa baba kama yule kijana mdogo wa Luka 15, baba atakupokea. Mlango bado haujafungwa, nafasi bado iko wazi. Njoo nyumbani, baba anakungoja. Yule mkubwa aliyekuwa anaishika sheria lakini hana uhusiano na baba, anapotoka shambani anasikia mziki, anauliza jamani ni nini? Wanamwambia mdogo wako amerudi. Anasema sitaingia ndani. Unajua huyu naye baba aliacha sherehe, aliacha chakula, aliacha burudani, akatoka nje kumtafuta. Na kisa kinaisha, baba na kaka mkubwa wakiwa nje, baba akimkaribisha nyumbani. Wewe ambaye umekuwa unaishika sheria ya Mungu lakini huna mahusiano na Mungu, hata sasa leo kupitia Njombe Net Event, baba anakutafuta. Hata kata tamaa. Unajua kuna watu kwa muda mrefu tumedhani kwamba kwa kushika sabato tunakwenda mbinguni, kwa kutokuwa wazinzi tunakwenda mbinguni, kwa kutofanya nini. No. Unaweza ukaishika sheria kama Mafarisayo walivyofanya, lakini huna mahusiano na baba. Walioishika sheria ndio walimuua Yesu haraka ili wawahi kuiandaa sabato. It is possible to be in connected and in love with the law without the God of the law. Inawezekana ukaishika sheria bila kumshika mwenye sheria. Na tuko wengi ambao tumeishika sheria lakini mwenye sheria Mungu hatuna mahusiano naye. Baba na wewe anakuita na anasema niko tayari, niache vyote, niache vyakula, niache vinywaji, nikae nje nikikutafuta, nikiongea na wewe, nikijibu maswali yako, nikikueleza ninavyokupenda, mpaka utakapokubali kuingia ndani. Hajakata tamaa. Mlango uko wazi kwa wadhambi na wasio wadhambi. Mlango uko wazi kwa walevi na wazee wa kanisa. Mlango uko wazi kwa wanaokwenda kanisani na wanaoshinda kwenye vilabu vya pombe. Wote baba anawatafuta na hatatulia mpaka amekupata. Tunapoita wito, nyie ambao mko kwenye vituo huko, wachungaji, wainjilisti, wakuu wa vituo, na nyie sasa waiteni watu kwa Yesu. Kesho tutakuwa na ubatizo mkubwa. Kesho tutakuwa na ubatizo mkubwa sana mahali hapa.
na nchi nzima Tanzania, huko Kongo na sehemu mbalimbali, watu wameyatoa maisha yao kwa Yesu. Tutakuwa na ubatizo mkubwa sana. Wakuu wa vituo, wainjilisti, wale ambao ni wachungaji, mko kwenye vituo, anzeni kuwaita watu kwa Yesu ili muandae kwa ajili ya ubatizo. Waiteni, Yesu anawaita na anawangoja. Wale ambao mko nyumbani peke yenu na mmelisikia neno la Bwana na limekugusa na unatamani kuyatoa maisha yako, huna mchungaji, huna mzee wa kanisa, huna mkuu wa kituo, hata wale kituo cha Pastor Butoke yuko Njombe, kituo kiko kule. Wale ambao hamna wakuu wa vituo, mko nyumbani na mnataka kuyatoa maisha yenu kwa Yesu, kuna kodi imewekwa hapo kwenye screen. Piga scan hiyo kodi, fungua kodi hiyo, andika taarifa zako, tutakuandalia ubatizo na wewe umpe Yesu maisha yako. Hiyo kodi inaitwa Tumaini Connect. Tumaini Connect. Weka simu yako, kamera ya simu hapo, scan, fungua, jaza taarifa. Popote pale ulipo, hata kama ni nje ya bara la Afrika, hatutatulia mpaka na wewe umempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jioni ya leo kwenye kituo hiki kikuu, je, wapo watu wanaosema nimekuwa nikicheza na sheria ya Mungu, nimekuwa nikiipuuza sheria ya Mungu, nimekuwa nikiidharau sheria ya Mungu, nimekuwa nikiishika lakini siishiki yote, nimekuwa ninajifanya ninampenda Mungu lakini sina mahusiano na Mungu. Lakini kuanzia leo, kwa neema ya Yesu, ninataka upya wa maisha. Ninatamani upendo wake unibidishe, niishi sawasawa na mapenzi yake, nitembee katika njia yake, niandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Kama uko hapa na hilo ni tamanio lako, kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mang'ombe anapoimba, utakuja hapa mbele, tunataka tufanye ombi maalum kwa ajili yako. Unasema, nataka upya wa maisha, nataka moyo wangu uunganishwe na moyo wa Mungu, nataka upya wa maisha. Nimekuwa nikicheza na mambo ya Mungu, lakini kwa neema ya Mungu nataka niwe serious na mambo ya Mungu, na nataka Mungu aniwezeshe. Kama hilo ni ombi lako, piga hatua uje mbele. Kama hilo ni ombi lako, piga hatua uje hapa mbele. Mungu akubariki. Mungu akubariki binti. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Piga hatua uje mbele. Piga hatua uje mbele. Njoo, 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 njoo. Bwana akubariki sana kijana. Na wako wengine wanaosema, ninampa Yesu maisha yangu kwa njia ya ubatizo, ninataka nianze kutembea katika upya wa maisha. Hawa wanakwenda kubatizwa kesho hawa. Bwana awabariki. Bwana awabariki. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Wale wote wanaosema tunampa Yesu maisha yetu kwa njia ya ubatizo, tunataka upya wa maisha, tunataka tutembee sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Njoo mbele. Bwana akubariki kijana. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Njoo, njoo, njoo. Yesu anakuita. Mbingu zinakutafuta. Saa ya wokovu wako ni sasa. Njoo, njoo, njoo. Wale wanaosema nataka nimpe Yesu maisha yangu kwa njia ya ubatizo, njoo. Wainjilisti, waleteni watu hao hapa mbele. Waleteni watu hao hapa mbele. Leta watu hao hapa mbele. Njoo. Muda unakwenda kuisha. Uko hapa unasema, mimi kuanzia leo ninataka nimpe Yesu maisha yangu, nitembee sawa sawa na mapenzi yake. Dunia ya dhambi na mambo yake ninaachana navyo. Mimi na Yesu, Yesu na mimi. Moyo wangu natamani unganishwe na moyo wa Mungu. Piga hatua uje mbele. Piga hatua uje. Hata kama huko nje unatamani kumpa Yesu maisha yako kwa njia ya ubatizo, njoo. Njoo. Mbingu zinakuita na Bwana anakutafuta. Saa ya wokovu wako ni sasa. Njoo kwa Yesu. Ni nini kinachokuzuia kuja kwa Yesu? Njoo. Bwana akubariki kijana. Ninaona kijana anakuja. Bwana akubariki. Je, yuko mwingine? Ninaona wengine kule. Njoo. Njoo. Muda umeisha. Inabidi nifunge kwenye vituo. Endeleeni kuita watu. Endeleeni kuita watu. Kesho takuwa na ubatizo mkubwa. Namuona pale na dada anakuja. Njoo dada, njoo. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki. Njoo. Njoo. Mbingu zinakuita. Naona watu wanakuja. Njoo. Kesho ubatizo wa kesho utakuwa mkubwa sana. 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 Njoo. Mbingu zinakutafuta wewe.
Basi mlioko kwenye kituo hiki na wale mnaotusikiliza, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda, nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema. Mbarikiwe mwingiapo na mbarikiwe mtokapo, mbarikiwe mchana na mbarikiwe jioni. Mnapoingia katika pumziko la Sabato ya leo, tunaomba mbarikiwe kwa kupumzika ndani ya Yesu Kristo. Ambao mmejitoa kwa ajili ya ubatizo, mnaposubiria ubatizo wa maji kesho, tunawaombea baraka za ubatizo wa ujazo wa Roho Mtakatifu. Zaidi ya yote, tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yako. Tumeyaomba hayo ni katika jina la Yesu. Kila anayeamini na aseme amina. Kila anayeamini amshangilie Bwana, aseme amina. Kila anayeamini apunge mkono, aseme amina. Amen. Je, tumetoka hewani lakini